katika malisho majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. So kwenye hii Zaburi unaweza kuona nafasi ya Mungu au majukumu ya Mungu kwenye kila mstari, au majukumu ya mchungaji ambaye ni Yesu kwenye kila mstari. Ukianza na mstari wa kwanza, tunamwona Mungu au tunamwona Yesu au tunamwona mchungaji huyu kama mpaji. Tunamwona Mungu kama mpaji. Kwenye mstari wa kwanza tunamwona Mungu kama mpaji. Na tazungumza kila mstari kuna engo ambayo inamuonesha Mungu. Lakini kwenye mstari wa kwanza tunamwona Mungu kama mpaji. Na leo tazungumza kwa habari hii. Na leo tazungumza kwenye hii engo ya mstari wa kwanza ambayo inamuonesha Mungu kama mpaji. Maandiko yanasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Kwa utoshelevu wangu na upata kwa Bwana. Maandiko yanasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa kwenye mstari wa kwanza tunamwona Mungu kama mpaji, Lord as a provider. Bwana ndiye mchungaji wangu, kwa kuwa Bwana ndiye anayenichunga, ananipeleka kwenye malisho na nachunga. Nina uhakika ya kwamba sitapungukiwa na kitu. Kwa nini maandiko yanasema? Kwa hiyo mstari wa pili, katika malisho majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Katika malisho ya majani mabichi uniongoza, kando ya maji ya utulivu unilaza. Kwa tunamwona Mungu kama mpaji. Daudi anatuonesha Mungu kama mpaji. Na asubuhi nataka niseme na wewe kwamba Mungu wetu ni nani? Mungu ni Mungu mpaji. Lord is our provider. Yeye anaitwa Jehova Jireh. Maana yake ni Mungu anayetupa. Asubuhi leo, engo ya kwanza ya mchungaji ni mchungaji ambaye anatupa kwenye uhitaji wetu. Ni mchungaji ambaye anatupa kwenye uhitaji wetu. Ni mchungaji ambaye anatupa kwenye njaa zetu. Ni mchungaji ambaye anatupa wakati tuna shida. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Kwa hiyo utoshelevu wangu wa kwanza ninaupata kwa huyu Mungu. Kwa maana maandiko yanasema sitapungukiwa na chochote. Kwa maana yeye ndiye anayenichunga, anajua mahitaji yangu. Maandiko mengine yanasema Mungu anajua hata mahitaji yetu kabla hatujayaomba. Mungu anajua unahitaji mume kabla hujamuomba. Mungu anajua unahitaji kazi kabla hujaiomba. Mungu anajua unahitaji keshi kabla hujaomba keshi. Maandiko yanasema Mungu anajua mahitaji yetu hata kabla hatujayaomba. Anajua hayo mahitaji tunayo. Kama ni swala la keshi anajua. Kama ni swala la kuinuliwa anajua. Kama ni swala la kibali anajua. Na yeye ndiye anayetupa. Kwa Zaburi anasema, Daudi anasema, nina ujasiri ya kwamba Bwana kwa kuwa ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote kwenye maisha. I shall not want. Sitahitaji chochote. Kuna uhakika ya kwa maana Mungu ndiye mchungaji wangu, mimi sitapungukiwa na chochote kwenye maisha yangu. Haijalishi naona sina kesho. Utoshelevu wangu unatoka kwa Mungu. Yeye ndiye ambaye anitosheleza. Kwa sababu mahitaji ya mwanadamu hayawezi yakamtosheleza. Mahitaji ya mwanadamu ni infinite. For whatever you get cannot suffice. Whatever you get can never be sufficient. Lakini ikiwa na Mungu, huo utoshelevu ananipa yeye. Sema amina. Kwa Daudi anapiga picha ya mchungaji. Anapiga picha ya Mungu. Anamwona Mungu kama mchungaji anachunga kondoo. Anakumbuka maisha yake Daudi akiwa nyikani, akiwa anachunga kondoo. Na anakuonesha baadaye ngo nyingine, God kama our protector, kama mlinzi. Huyu mchungaji kama mlinzi wa kondoo ambaye tukiwa naye mchungaji tuamini kwamba hatapotea. Adui hawezi akatudhuru, maana yeye anatulinda. Daudi anasema akiwa anachunga, kuna wakati hapo ndugu na simba aliinuka kwa ajili ya kondoo. Na maandiko yanasema Daudi aliinuka kinyume na hao ndugu na simba. Maandiko yanasema Daudi anasema niliwakamata wale simba, nikakamata na wale ndugu, nikawachana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mchungaji yote yule focus ya kwanza ni ulinzi wa kondoo. Na ndio maana Daudi Ayubu anasema Bwana amenizingira kwa wigo.
Yesu ndiye mchungaji mkuu wa kondoo. Huyo ndiye ambaye ametuzingira kwa wigo. Haleluya. Na adui shetani hawezi akatupata. Adui shetani hawezi akatupata. Wachawi hawezi akatupata. Wanatuwasia mabaya maadui hawezi akatupata. Why? Maandiko yanasema ametuzingira kwa wigo. Sema amina. Na kwenye pointi ya kwanza nazungumza kwa habari ya Mungu kama mpaji. Lord as our provider. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Lord is my provider. I will not want. Hata kama nahitajika, elewa ya kwamba Bwana ndiye mpaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu. I will not want. I will not run. Biblia inatumia neno shari. Shari maana yake ni uhakika, ni assurance ya kwamba jambo hili ni hakika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa Mungu ndiye mtoaji. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura 22, tunamwona Bwana kama mpaji. Kwenye mstari wa kwanza tu, Mwanzo 22, Mwanzo 22, Bwana ndiye mpaji. Lord is our provider. We shall not want. Lord is our provider. Lord is our provider. Mwanzo 22 inasema. Baada nisome mstari mmoja hapo mbele. Ikawa baada. Na nisome mstari wa 10. Nisome mstari wa 8 na kuendelea chini. Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo. Mungu atajipatia mwana kondoo. Kwa hiyo sadaka. Kwa hiyo sadaka. Mwanangu. Ndio. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakaendelea wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Sawa. Ibrahimu akajenga madhabahu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko. Akaziweka tayari kuni. Alright. Kisha akamfunga Isaka. Yes. Akamweka juu ya madhabahu. Ndio. Juu ya zile kuni. Sawa. Ibrahimu akanyosha mkono wake. Ndio. Akakitoa kisu ili amchinje. Yes. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni. Akasema, ndio. Ibrahimu, Ibrahimu. Sawa. Naye akasema, mimi hapa. Mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako. Yes. Wala usimtolee neno. Kwa maana sasa nilijua ya kuwa huu namcha Mungu. Sawa. Wapo huku nizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Yes. Ibrahimu akainua macho yake. Ibrahimu akainua macho yake. Akaangalia. Na tazama. Kondoo mume yuko nyuma yake. Kondoo mume yuko nyuma yake. Amenaswa pembe zake katika kichaka. Amenaswa pembe kwenye kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo. Sawa. Akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanao. Badala ya mwanao. 14. Ibrahimu akapaita mahali pale. Akapaita Yehova ile. Yehova ile. Kama watu wasemavyo hata leo. Yes. Katika mlima wa Bwana. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Haleluya. Haleluya. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Yeye maandiko yanasema ni Yehova ile. Yaani Yehova chile, Bwana ndiye anayetupa. Ibrahimu akiwa yuko tayari kumtoa Isaka, akiwa tayari amesikia sauti ya Mungu na anataka atoe Isaka kama sadaka ya kuteketezwa. Maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kilimo malaika akamwita Ibrahimu, Ibrahimu, akaitika niko hapa. Baada ya kuitika Ibrahimu, maandiko yanasema akamwambia kisema kuna kondoo. Akaenda akamchukua mwana kondoo yule kuwa sadaka badala ya Isaka. Na mahali pale Biblia inasema Ibrahimu akapaita Yehova chini, maana katika mlima wa Bwana itapatikana. Huu mlima mmoja maandiko yanasema katika mlima wa Bwana itapatikana. Ibrahimu alikuwa tayari kumtoa Isaka, lakini kwa Mungu ambaye ni mtoaji akamtoa mwana kondoo kwa niaba ya Isaka. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Katika mlima wa Bwana itapatikana. Kwa yeye ni Yehova ile. Haleluya. Maandiko yanasema katika